kauli ya Makani kuhusiana na G7 kutokuwa na ule uongozi uliokuwa nao tangu zamani? Hiyo kauli kwangu mimi ni tishio, ni kauli ambayo inatisha, kwa sababu hakuna kipindi mtu ambaye anakuwa ni hatari zaidi, especially kwenye empire zote, ukirudi kwenye historia, kama kipindi ambapo anakuwepo kabla ya anguko lake, anapodhoofika, kwa sababu anakuwa yuko desperate na anafanya vitu vingi, na inabidi tuangalie tu kwa ufupi, ili wana Fuse, wana GPS wapate kuelewa nguvu ya G7 dhidi ya BRICS. Kwa hiyo ukiangalia kwanza GDP ya dunia, asilimia 28 mpaka 30 mpaka 29 imeshikiliwa na G7, asilimia 39 mpaka 40 imeshikiliwa na BRICS. Kwa hiyo BRICS wana sehemu kubwa ya GDP ya dunia, ila hiyo sio pekee yake. Kuna kipimo cha ukuaji, ambapo ukuaji wa GDP ya G7 ni mdogo, 1.2% mpaka 1.7%, lakini ukuaji wa BRICS uko 3.7%, which is zaidi ya asilimia mara mbili ya ukuaji wa GDP za G7, na inafika mpaka 3.7. Na kitu kingine ambacho ni muhimu sana, ambayo ni human capital. G7 kwa sababu wao mnafahamu waga wana mambo yao ya wanaita uzazi wa mpango na vitu kama hivyo, wana watu milioni 780 ukilinganisha dhidi ya BRICS ambao wana watu bilioni 3.3. Kwa hiyo ukiweza kuelewa haya, utaelewa kwamba kuna anachosema ni kweli, ila it's not the only picture, sio peke yake. Kuanzia mwaka 2015 PPP ya BRICS iko juu. Mwaka 2025-26 pengo limeongezeka kwa karibia asilimia 11 kati ya BRICS na G7. Na kuna mtu wa muhimu sana katika G7 na BRICS ambayo ni India, ambayo wengi wanaita kama swing state, lakini ndo nchi ambayo GDP yake inakuwa zaidi kwa 6.2% mpaka 6.6%. Hiyo ni mwaka 2025-26. Sasa nadhani kuna baadhi ya watu ambao huenda wasijue kwamba labda ni wapi tu. Kwa ufupi tu, G7 ni Marekani, Canada, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan pamoja na EU. EU as a collective imeingia kama taifa moja, lakini tunajua wako zaidi ya mataifa 26. Sky ulielezea vizuri, Henry kaelezea vizuri kwamba ni mataifa ambayo yaliundwa baada ya vita vikuu vya dunia, na ni mfumo ambao uliundwa ile the Bretton Woods Institute baada ya vita vikuu vya dunia, ambavyo mpaka sasa hivi ndo mfumo huu ambao upo. Ni mfumo ambao uliundwa kwamba kwa victors wa dunia walioshinda vita vikuu vya dunia ndo waliotunga hizi sheria, ndo victors ndo waliotunga, lakini sasa hivi tunapoongea wana nguvu ndogo, yani wamezidiwa kiuchumi na BRICS kama tulivyoweza kutaja hapo. Na India ni swing state ambaye yuko BRICS, lakini yuko BRICS, yuko G7 na yuko BRICS, na amekuwa anajaribu sana kucheza karata yake kwa sababu ya kuibadilisha mfumo ili apate kupata permanent seat, ambayo ni nchi 5 tu duniani ambazo wanazo. Kuna Marekani, Ufaransa na Uingereza ambao wao wako upande mmoja, alafu kuna Mchina na Mrusi ambao wako upande wa pili, na huo mfumo mpaka leo haujawahi kubadilika, na wote walioko hapo hakuna ambaye hata mmoja anataka ubadilike, japokuwa kuna baadhi ya nyakati tumeona Mrusi kidogo akiongelea kama inabidi kuwa kuna mabadiliko ya vitu kama hivyo, kwa sababu the moment permanent members wa Security Council wakibadilika, then the structure of world order itabadilika. Hao ndo ambao wana uwezo, mtu mmoja akitoa tu akisema no, ana uwezo wa kupiga veto, kwa sababu ndo wenye permanent members wa Security Council ndo wenye veto. Kwa hiyo ni mtu mmoja ambaye anaweza akasema no, hata kama raia wote wananchi members wote wa UN wamepitisha, huyo mmoja anaweza akaimaliza. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo ni mfumo ambao una mapendeleo. Kwa hiyo tukiangalia G7 bado wana kwenye kiteknolojia wao wako juu kushinda
BRICS, na so far kuna baadhi ya teknolojia ambazo bado wanazo, mfano kama lithography na chip na vitu kama hivyo, AI na kwingineko, lakini gap imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kuna critical technologies ambazo ziko 67, Mchina kabakiza kama 4 peke yake, zingine zote yeye amemzidi Marekani. Na juzi katoka kufanya, ilikuwa ni tusi kubwa sana, au ni kebehi au ni ubabe, kwa kupiga ban, kwa kuzuia, serikali ya China ilizuia Marekani, China iache kununua graphic cards za Nvidia, wakati Trump yuko China pamoja na ma-CEO wapo, wakiwepo Sang yule wa Nvidia. Kwa hiyo ilikuwa ni it's a gesture of power, lakini pia ilikuwa ni udhalilishaji, kwamba nyinyi bado mko kwenye nchi yetu, alafu tunatangaza kwamba hatutaki tena kununua chip, na wakati kwa miaka ya nyuma walikuwa wanabembeleza sana kuwapa chip, na Marekani it was a bargaining card ya kuweza control au kumtem Mchina kwenye chip vile, kwenye hiyo naongelea kwenye AI graphics zile, lakini ukija kwenye processor CPU ambazo zinaongozwa, kuna lithography machine ambayo inashikiliwa na ASML, ndo kampuni moja. Mchina kwa kupitia Huawei ameweza kuja na mfumo mwingine wa kupata yale matokeo bila kutumia ule mfumo ambao wanautumia. Is not as advanced kama yule, lakini imeonyesha kwamba iko kwa kiwango kikubwa sana. Sasa anachokisema nani huyo wa Canada, nakubaliana naye, kwa sababu ukiangalia in the next 10 years purchasing power, currently purchasing power ya BRICS ni 40.7%, wakati ya G7 ni 28.4%. Baada ya miaka 10, yani tukiongelea 2035, BRICS watakuwa na 48% na G7 itakuwa imepungua to 22%. Kwa hiyo sio issue kwamba ya kuongelea ni leo peke yake, no, na hata huko tunapoelekea, na tumeongelea kwamba kuna human capital, hiyo ni kubwa sana sana, na Afrika ndio sehemu ambayo tunaongoza. Hakuna nchi ambayo au bara ambalo lina youth wengi zaidi kama Afrika, na hii ndio kitu ambacho natamani sana Afrika as a collective, nchi yangu pia iweke emphasize kwa vijana kwenye youth, kwa sababu Afrika tuna 70% youth, na tumeongelea kwamba kwenye population ya Ulaya iko chini kushinda BRICS, lakini pia kadri siku zinavyoenda inazidi kupungua kwa sababu ya mifumo yao ya uzazi wa mpango na maisha kuwa juu na sera zingine. Kwa hiyo zinapunguza kwamba kadri wanavyoendelea huko watazidi kudhoofika. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tuelewe. Sasa baada ya kuiweka hiyo yote, tunarudi kwenye tuangalie upande wa kijeshi, kwa sababu hapo kuna mambo ya kijeshi umeyasema. Inapokuja kwenye upande wa kijeshi, G7 inatumia zaidi ya dola bilioni 1250 ambayo ni trillion, kwa sababu ya military. Of course hiyo imebebwa kwa kiwango kikubwa sana na Marekani, ambayo anatumia zaidi ya dola bilioni 900 yeye peke yake, ukilinganisha na 520 za nchi za BRICS. Lakini kadri siku zinavyoenda, BRICS nao wanaenda kuongeza. Kufikia 2030 nategemea China ataongeza bajeti yake ya kijeshi kufikia bilioni 500. Kwa hiyo inaonyesha kwamba inaonekana, lakini ukiwaji wa kiuchumi tumesema kwamba BRICS wanakuwa kwa 3.4% dhidi ya 1.2%. Sasa tunakuja kwenye swala ambalo mkwala ambao wamepiga na wakasema, je, watamdhuru Mrusi? Ni kweli watamdhuru Mrusi. Je, vikwazo ambavyo vilioko vimemdhuru Urusi? Ni kweli vimemdhuru Urusi. Je, vimesababisha capitulation, vimemfanya ameparalyze? Hapana. Mrusi tuliongelea kwenye ile master plan ya Putin ambayo niliitoaga ya kuiua dola, tulisema kwamba alikuja na mfumo dhidi ya aina hii ya vikwazo mwaka 2015 baada ya kuiannex Crimea, wakamtishia wenyewe wanaita the nuclear option, kumtoa kwenye SWIFT na kuseize assets zake. Mrusi pale ndo akagundua kwamba hawa silaha yao ni vikwazo pamoja na SWIFT na vitu vingine. Since then akatengeneza mifumo mbadala ambayo itamwezesha yeye kusurvive bila hiyo. Na
huwezi ukamdhoofisha Mrusi kiasi hicho, kwa sababu uchumi wake ni uchumi ambao unaitwa commodity based economy, ni uchumi ambao sio fiat currency. Marekani ana fiat currency, sarafu yake ile ni ya kauli, it's not backed by anything except reputation yake. Umeona, of course huko imepegged by petrodollar, lakini it's not a direct. Lakini nchi za BRICS, uchumi wa BRICS huko wanaita commodity based currency, unabebwa na uzalishaji wao. Kwa hiyo Mrusi anajitegemea kwenye chakula. Tunafahamu ndo mzalishaji namba 1 wa nafaka. Kwa hiyo huwezi ukamsema nitakuwekea vikwazo adhoofike au aumie kiasi kwamba cha kuparalyze. Ana nishati yake yeye mwenyewe, na sio tu hiyo, anazalisha silaha zake, asilimia kubwa anazizalisha ndani. Kuna baadhi ya chip tu ambazo anazihitaji kutoka baadhi ya mataifa mengine, na sasa hivi kiwango kikubwa kimekuwa covered na Mchina. Kwa hiyo kumdhoofisha ataumia, lakini alisema ataingia mwanzo Putin akasema hivi vikwazo mnavyoweka vitaniumiza, yani akimaanisha Urusi, lakini na nyinyi vitaumia. Ukiangalia tangia vita vimeanza na vikwazo walivyoweka, Ulaya uchumi wao umeharibika kwa kiwango kikubwa sana. Inflation iko juu sana. Ufaransa kwa mwaka wa 2 mfululizo wameshindwa kupitisha bajeti yao kwa sababu ya hali ilivyo ngumu. Tunafahamu kwamba kuna maandamano mara kwa mara yanatokea Ufaransa, tushafanya coverage. Same thing kwa Ujerumani ambayo ndio ilikuwa ndio uchumi namba 1 Ulaya, lakini baada ya nishati kuwa ghali na running cost kuwa ghali, makampuni mengi yamefunga Ujerumani na kuhamia Marekani. Na niliongelea kwamba Rand Corporation katika moja ya target zake ya hivi vita ilikuwa ni kuidhoofisha Urusi, lakini at the same time ni kuidhoofisha Ulaya kwa kuidhoofisha Ujerumani ambayo ndio ilikuwa uchumi namba 1 duniani. Kabla ya vita vya Ukraine kuanza, Ulaya walikuwa wanafanya vizuri sana kiuchumi na walikuwa na uwezo wa kujitegemea vizuri kiasi kwamba walikuwa wana bargaining chip kubwa ya kuweza kumdindia Marekani na kuambia vitu fulani hatufanyi, vitu fulani hatufanyi. Na Marekani nguvu yake inategemea Ulaya kuendelea kubaki kuwa tegemezi kwake. Lakini Rand Corporation ndo akaja na mpango akasema kuna moja ya njia ambayo tunataka tuidhoofishe, ni kwanza tuidhoofishe uchumi namba 1 Ulaya ambao ni Ujerumani, alafu tudhoofishe uchumi wa Ulaya. Tunafahamu kwamba kwa kiwango kikubwa sana wananunua nishati kutoka Marekani, mara 3 mpaka mara 4 ya bei ambao walikuwa wanainunua kutoka kwa Mrusi. Kwa hiyo mzalishaji wa nafaka namba 1 alikuwa ni Mrusi, namba 2 alikuwa ni Ukraine. Ukraine ilikuwa inaitwa the food basket of Europe, walikuwa wanalisha hizo nchi zote mbili. Mrusi kahakikisha kwamba ukiangalia Odessa na kwingine kule, nyinyi as long as mmetuwekea vikwazo nafaka zetu, na nyinyi hamtouza nafaka. Kwa hiyo wameathirika kwa kiwango kikubwa sana. Na nimalizie tu kwa pointi moja ya muhimu sana, ni kwamba currently tunavyoongea, Ulaya wanachukua nishati kwa njia mbadala ya kutoka Afrika. Nishati ya Dangote ile inaenda kule, kuna kutoka Ethiopia. Na moja ya vitu ambavyo viliwakera sana baada ya Nigeria kufanya mapinduzi, kuna pipeline ambayo ilitakiwa ipite pale, iende katokee North Africa, ivuke iende zake wapi? Iende Ulaya. Ilikuwa inatoka Nigeria ipite Niger alafu iende kule. Kwa hiyo baada ya kutokea mapinduzi na wale kubadilisha mrengo kwenda kwenye mrengo wa Urusi, iliwakera sana na inawaudhi sana. Moja ya njia mbadala wao kuokolana na hiyo ni kuchukua nishati ya kutoka Afrika. Kwa hiyo wanatuhitaji sana. Wanahitaji rare earth minerals kwa sababu mwenye monopoly currently ni Mchina. Zinapatikana wapi kwa wingi sasa hivi? Zinapatikana Afrika. Lakini wako kwenye mfumo wa kutengeneza solar panels Afrika, ziwekwe kwa wingi alafu zizalishe umeme ziende Ulaya. Kutokana na weather yetu ilivyo nzuri, ina support vizuri, si tuko kwenye mazingira mazuri ukizinganisha na Ulaya. Sometimes inaweza kapita miezi hawajaona jua, mwanga upo lakini mwezi jua hawajaliona. Kwa hiyo wanatuhitaji sisi kuliko tunavyojua sisi. Nakumbuka several times tuliongelea kwamba sisi tumetengenezewa mentality ambayo inaitwa land disability, kwamba hatuwezi, lakini ukweli ni kwamba wao wanatuhitaji sisi zaidi ya sisi tunavyowahitaji wao.
na hii niliongelea hata kwa nchi yetu ya Tanzania na nchi zingine. Sasa namalizia kwa pointi kwamba hii ni hatari sana kwetu sisi Afrika, kwa sababu mimi juzi nimesikia kwamba Tanzania tumegundua rare earth minerals zingine, moyo ukanipiga paa, nikasema kwa sababu vita vinakuja kuhamia kwetu. As long as viko hapa, watataka wavipate kwa bei au kwa masharti ambayo ni rafiki zaidi kwa wao, na iwapo hawatavipata watahakikisha wanavuruga nchi zetu. Ukiangalia nchi ya Afrika sehemu zote ambazo zina rasilimali, iwe ni Libya kuna vurugu, iwe ni Kongo kuna vurugu, iwe ni Sudan kuna vurugu, iwe ni Tanzania Mungu ametuokoa japokuwa tumepitia hapa rabsha. Kenya they are playing along, kwa hiyo wanapata. Angalia sehemu yoyote ambayo South Africa the same thing. Kwa hiyo natamani sana Waafrika tuamke, tuwe tuna umoja, la sivyo wanahitaji hivi vitu, na sasa hivi wanavihitaji zaidi kuliko walivyokuwa na vihitaji zamani, na Afrika vinapatikana kirahisi, na hakuna bara rahisi zaidi kuwatanganisha kama Waafrika. Tunaona xenophobia South Africa, Mwafrika kwa Mwafrika anatengenezewa mazingira, alafu ina spiral. Ghana wamejibu mapigo nchi zingine, Nigeria sio nini. Kwa hiyo wanazidi kutuvuruga, divide and rule. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba Afrika tuamke, tuone hiyo, lakini pia huko kwenye swala hilo wanazidi kufanya complication, na tuone sasa, it's always a game of moves and counter moves. Tuone watakachokifanya, alafu tuone Urusi atarespond vipi. Video hii imekupa thamani, maarifa au hata mtazamo mpya, na kualika kusupport channel hii. Kwa sasa hatuna wadhamini. Kila video inatengenezwa kwa passion, kwa dhamira ya kukuletea maudhui yenye kuelimisha na kuzindua akili. Mchango wako, haijalishi ni kiasi gani, husaidia moja kwa moja gharama za uzalishaji, utafiti, vifaa, na kuniruhusu kuendelea kuunda maudhui kwa uhuru bila kuathiri ubora au misingi ya Fuse ambayo ni facts and logic. Pata video zote na update zote za DJ Sma. Jiunge na channel, scan hii QR code itakupeleka kwenye channel, au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge channel, utapokea link. Ila namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, facts and logic. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.